Mheshimiwa Spika, tunapotaja akiba zetu tulizonazo sasa hivi, tunataja akiba ya fedha ambazo kwenye hizo akiba za fedha tunaongeleaga kiwango cha chini zaidi ya miezi 4 ya uagizaji wa bidhaa, ambapo sasa nadhani tuna zaidi ya miezi 5.7 ya uagizaji wa bidhaa. Katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tuliongeza wigo wa kutaja akiba tulizonazo. Sasa hivi tunataja pia akiba ya chakula tulichonacho. Kiwango cha chini ambacho kinatakiwa kutosheleza akiba ni tani takribani 1,500,000, lakini serikali ina akiba ya chakula takribani tani 450,000. Maana yake nini, Mheshimiwa Spika? Panapotokea pana uhitaji, serikali inaweza kuuza ile ziada ambayo ni ziada ya kile kiwango cha lazima cha kubakiza kwenye akiba ya nchi. Inaweza ikauza ili iweze kusaidia maeneo ambayo wananchi wanahitaji kupunguza makali ya mahitaji ya chakula. Lakini sehemu zingine serikali inaweza ikauza akiba ya hicho chakula ili ipate fedha za kununua chakula kingine ili wakulima wasibaki na chakula katika maeneo yao. Itakuwa inauza si kwa sababu inatafuta fedha hizo ili ipeleke kwenye bajeti. Itakuwa inauza kwa sababu wakala wa chakula aweze kujiandaa kununua chakula kwa wakulima kama sehemu ya kuwafanya wakulima wapate chakula, wapate fedha, wapate faida ya mazao yao. Hivyo na kwenye dhahabu. Dhahabu inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi. Wao wanaenda kwenye tetesi tu, dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu, achilia mbali dhahabu, wanatumia liquidity papers zake za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi. Ni sera za kifedha za Benki Kuu ambazo huwa zinatumika na nchi yoyote. Lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko, wanatumia pia sera hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa fedha. Sasa leo hii kwa Benki Kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. Na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu, hata iwe nyingi mpaka tulingane na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi. Inapotokea soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huku, wapate soko, wapate fedha nyingi sana. Ni busara tu. Maadamu kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile, ni jambo la kawaida. Tuna haya wala si mambo ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya, na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika, hivyo ndivyo ambavyo inafanyika. Na haya ya utekelezaji wa miradi, tusije tukatembea na kauli za wale wasioitakia mema nchi yetu, kwamba wao wanadhani kwamba nchi haina fedha, inataka iuze dhahabu ndio iweze kutekeleza miradi. Makusanyo tunayapata kila siku, lakini pia na fedha zikishapatikana, kwani zile za dhahabu zitakuwa zinawekewa alama? Zenyewe zitakuwa zinawekewa alama. Wanataka za dhahabu, zile za dhahabu zikiuza zifungwe shanga kwamba hizi ni za dhahabu. Nadhani tuache kudandia hoja ambazo hatujui zimeanzia wapi na zimeenda wapi. Niwahakikishie Watanzania, duniani kote, moja ya taasisi zinazoongozwa na misingi ni Benki Kuu. Watu wasitoetoe taharuki kwenye taasisi ambazo zina heshima na uendeshaji wake una heshima.
na popote pale ambapo taasisi hizi zinaendeshwa kwa heshima, zinazingatia misingi, na kama zinazingatia hiyo misingi, wale ambao hawana taarifa sahihi wasiingilie misingi hiyo. Mheshimiwa Spika, niliona niliseme hili kwa sababu nimeona linaleta taharuki. Tusitumie taharuki, tusitengeneze taharuki. Hizi ni taasisi zinazoendeshwa kwa heshima, na serikali haijakosa fedha za kutekeleza miradi, na serikali pia ina njia nyingi za kutekeleza miradi. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kutumia rasilimali zetu ikiwemo dhahabu, na wenyewe utakuwa uamuzi wa nchi yetu. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kwa kutumia mahindi, na wenyewe ule utakuwa uamuzi wetu. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kwa kutumia makaa ya mawe, hiyo na yenyewe utakuwa uamuzi wa nchi. Niliona niliseme ili kuondoa taharuki ambayo watu walitaka kuianzisha. Mheshimiwa Spika, Benki Kuu imeshatoa taarifa ambayo ina clear hiyo doubt. Nilitaka tu niongezee kwamba ni taasisi ambayo inaheshimika duniani, na sisi kama nchi tutaendelea kuzingatia misingi hiyo, na tumejipanga kutekeleza miradi kwa njia nyingi, zikiwemo za rasilimali, zikiwemo za ubia na sekta binafsi, zikiwemo za bajeti za serikali. Mheshimiwa Spika,